Tunaendelea katika sehemu yetu ya pili ya kumlinganisha baina ya Isa bin Maryam na Muhammad. Kama nilivyosema katika ile sehemu ya kwanza, nilitoa sababu kwa nini si mfananishi Muhammad na Yesu Kristo wa Nazareth. Nilitoa sababu kubwa mbili. Kwanza, Muhammad hana hadhi ya kulinganishwa na Mungu. Sisi wa Kristo tunaamini Bwana Yesu Kristo ni Mungu aliyekuwa kabla ya kutoa mwili, alikuwa ni neno ambaye alikuwa na Baba wa milele toka milele yote, ambaye baadaye alitoa mwili, akazaliwa na bikira, akawa mwanadamu, akafa kifo cha msalaba ambacho ndicho kilichotupatia wokovu, na akafufuka siku ya tatu, na baada ya hapo akapaa mbinguni, na sasa hivi yuko katika utukufu, ni Mungu mwenye mamlaka mbinguni na duniani, na atakuja tena kwa hukumu wazima na wafu. Kwa hiyo katika hali yake ya umungu haistahili hata kidogo kumlinganisha na Muhammad. Sasa nimemlinganisha na Muhammad kwa sababu Muhammad nimemlinganisha na Isa bin Maryam kwa sababu, kama kwa mtu ambaye hajawahi kuangalia video zangu, sisi wa Kristo hatuamini kwamba Isa bin Maryam ndio Yesu Kristo wa Nazareth. Na kuna video nimeshatengeneza kadhaa huko nyuma. Kuna mfululizo wa video ambazo zinaelezea kinaga ubaga kwa sababu kadhaa kwa nini Isa bin Maryam huyu ambaye Waislamu wanasema ndio Yesu Kristo wa Nazareth, kwamba si Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa yule ambaye hajaona hizo series, utaona katika hapo chini naweka link, utaweza kufuatilia mlolongo huo, utakufunua macho kujua kwamba kweli huyu Isa bin Maryam si Yesu Kristo wa Nazareth. Sasa katika ile sehemu ya kwanza nilielezea mambo kadhaa yanao kujaribu kuonyesha hasa kwamba Muhammad anapochaguliwa na Allah kuwa ndio mfano bora wa wanadamu katika vizazi vyote, ni jambo la kushangaza, kwa sababu hata ukimchukua Muhammad ukamlinganisha na Isa bin Maryam kwenye Qur'an, unaona kabisa huyu Allah amechagua mtu ambaye hafai kuwa mfano kwa wanadamu. Na kwa mfano nimelinganisha kuhusu wazazi wake. Angalia Isa bin Maryam, wazazi wake, mama yake alikuwa ni bikira, na anatambulika kabisa kwamba mwanamke bora kuliko wote. Tukienda kwa upande wa Muhammad, yeye tunaona wazazi wake wote wawili walikuwa ni wapagani, na wote wawili wako Jahannam. Tunaangalia kabisa, tunakuja katika maisha ya Isa mwenyewe, anazaliwa na Qur'an na hadithi zinasema wazi hakuwahi kuguswa na ibilisi. Yeye na mama yake wote walikuguswa na ibilisi. Na huyo Isa alikuwa ni mtakatifu. Na tunapokwenda mbele tunaona jinsi gani huyu Isa alikuwa mtenda miujiza, na alikuwa na uwezo wa kufanya unabii tangu siku ya kwanza anazaliwa, na anaongea toka siku ya kwanza anazaliwa. Tunapokwenda kuangalia maisha ya Muhammad, tunagundua katika maisha yake ya kwanza miaka 40, yeye mwenyewe kwanza alikuwa ni mpagani. Wazazi wake walikuwa mpagani, yeye mwenyewe alikuwa mpagani, hakuwa na elimu ya dini, na alikuwa ni mtu wa kawaida tu. Na hata alipokuja kupata kile kinachoitwa wahai na kuanza kuhubiri Uislamu, hakuweza kutenda miujiza, hakufanya unabii wa namna yoyote, zaidi tu kwamba inasemekana muujiza peke yake ambao aliupeleka kwa watu ni hichi kitabu kinachoitwa Qur'an. Sasa tunakwenda kwenye sehemu ya pili ya mfululizo wetu huu, na safari tunaendelea kuangalia tena maisha hawa watu wawili. Kwa mfano tunavyoona kuhusu maisha ya Isa bin Maryam, tunaona kwamba Isa hakuoa. Huyu alibaki kuwa mtawa na wala hakuzaa. Na haya yamo wala siendi katika Injili, kwa sababu kama nilivyosema, Isa bin Maryam si Yesu Kristo. Kwa hiyo ninapokwenda kutoa mifano, sitoi mfano hata mmoja katika Biblia. Nimetoa mifano yote na maandiko yote yanatoka katika vyanzo vya Kiislamu, aidha Qur'an au hadithi. Na tunapokwenda katika kuangalia kuhusu masuala ya kuoa au kutokuoa kwa Isa na kwamba hakuzaa, tunaenda kuangalia kwa mfano Al-Tirmidhi kwenye maandiko yake ya kitabu Al-Fitan, ambayo huyu Al-Tirmidhi yeye aliishi kwenye karne ya 9. Anaandika hayo na kwamba anasema kwamba huyu Isa bin Maryam, unakumbuka kama inavyoaminika kwamba Isa bin Maryam alichukuliwa kwamba hakufa msalabani kwa mujibu wa Qur'an na mafundisho ya Kiislamu. Sasa Al-Tirmidhi katika wanazuoni kadhaa wanasema huyu Isa atarudi na baadaye ndipo atakufa.
atarudi, ataoa na kuzaa na baadaye atakufa. Sasa At-Tirmidhi anaizungumzia hii katika kitabu Al-Fitan. Ukipata nafasi tafuta, utasoma. Tunakwenda katika Musnad Ahmad. Huyu Musnad Ahmad yeye aliishi kati ya karne ya 8 na ya 9, na anaandika pia katika kitabu chake cha pili, au tunasema juzuu ya pili, ukurasa wa 406 anamzungumzia hadithi ya pili, hadithi namba 9270. At-Tirmidhi anazungumzia pia. Ibn Kathir naye, huyu mwanazuoni mkubwa sana, anaheshimika sana katika Uislamu, ambaye aliishi katika karne ya 14, anaandika katika Al-Bidaya wa Nihaya, ni juzu ya 19, anamuandika kuhusu swala hili la kutokuoa na kuja kurudi tena, ambako atarudi, atazaa, ataoa na mambo kama hayo, lakini pia ataishi, atabaki kuwa mtakatifu Isa bin Maryam. Al-Qurtubi, huyu ni mwanazuoni mwingine mkubwa wa Kiislamu, anaandika katika andiko lake linaloitwa Al-Tadhkira fi Ahwal al-Mawata wa Umur al-Khirah, naye pia anaandika kuhusu kisa hichi. Sasa tukigeuka upande wa pili wa kuangalia Muhammad, tunaona mambo mengi. Kwa mfano, inaaminika Muhammad alioa zaidi ya wanawake 11. Wa kwanza alikuwa yule mke wake Khadija, na mbali ya kuoa wanawake 11, alikuwa pia ana mahusiano ya kingono ya wanawake chungu nzima. Kwa mfano, kuna mwanamke ambaye alikuwa ni mtumwa wake, Maria, wake zake washai kumfumania akiwa anafanya naye mapenzi kwenye vitanda vya wake zake. Hivi ni hadithi zipo, unaweza ukazitafuta ukaziona, lakini tutaangalia visa viwili vikubwa. Kwanza kuhusu swala la yeye huyu Muhammad alipomuoa Aisha, ambaye wakati huo ana miaka 6. Muhammad wakati huo akiwa na miaka 51, na baadaye Muhammad akamuingilia kinyumba huyu binti akiwa na miaka 9, huyu Aisha, na alikuwa ndio mke kipenzi kuliko wote. Wakati Muhammad anamuingilia kinyumba huyu Aisha akiwa na miaka 9, Muhammad alikuwa na miaka 54 na alikuwa na mke mwingine, na mnaweza kuisoma katika Sahih Bukhari namba 5133. Sahih Bukhari hadithi namba 5133, hadithi ambayo iko katika kitabu cha 67 cha Sahih Bukhari, hadithi namba 69. Anasimulia Aisha kwamba Mtume alimuoa akiwa na miaka 6 na kumuingilia akiwa na miaka 9, kisha akakaa naye kwa miaka 9, yani mpaka kufa kwake Muhammad, kwamba alimuingilia pale akiwa na miaka 9, akaishi naye miaka 9. Muhammad alikufa na miaka 63. Sasa hiyo ni mmoja wapo, na kuna hadithi chungu nzima zinazungumzia kuhusu ndoa ya Muhammad na Aisha, japo hivi miaka karibuni Waislamu mmekuwa mkija sana mkipinga, lakini kuna hadithi chungu mzima kutoka kwa Sahih Bukhari, hadithi kutoka kwa Sahih Muslim na nyingine nyingi zinazozungumzia kinaga ubaga kuhusu umri wa Aisha. Na kuna video pia nimefanya, nitaweka kwenye link huku, utajionea, nimepitia kwa undani sana kuhusu hilo swala. Lakini kuna ndoa nyingine ambayo ilileta ukakasi mkubwa sana baina ya Muhammad na wale wafuasi wake, ambapo huyu Muhammad alimuoa mwanamke mmoja anaitwa Zainab binti Jahsh, ambaye huyu Zainab kabla ya Muhammad kumuoa alikuwa ni mke wa kijana anayeitwa Zaid. Zaid kabla ya hapo alikuwa ni mtumwa ambaye Muhammad alimweka huru, na Zaid akawa Muislamu, na Muhammad alimwasili huyu kijana, alikuwa kama mtoto wake kuasili, tuseme katika Kiingereza tunaita adoption. Alimuadopt huyu Zaid, lakini Zainab bin Jahsh alikuwa nasema cousin, nasema ni binamu wa Muhammad, akaolewa na huyu Zaid. Sasa kisa hiki kilivyo ni kwamba siku moja Muhammad alitoka akaenda kumtembelea Zaid nyumbani kwake. Zaid hakuwepo nyumbani. Zainab, inasemekana kwa mujibu wa maelezo mengi ya sources za Kiislamu, Muhammad alimuona huyu Zainab na akatoa kauli moja ya kushangaza kidogo. Alipomuona huyu mwanamke, kwa mujibu wa viwango vya Kiislamu, huyu Zainab alikuwa amevaa nusu uchi. Muhammad akamtamani sana sana, na akasema katika alivyomuona akasema, atukuzwe Mwenyezi Mungu mtukufu, atukuzwe Mwenyezi Mungu mtukufu anageuza mioyo. Muhammad alimpenda sana, akamtamani kweli kweli. Hii inapatikana katika Al-Tabari, kitabu chake cha 22
story hii kisa chote unakisoma vizuri sana katika Al-Tabari juzuu ya 22 kurasa ya 10 mpaka ya 15. Unakisoma vizuri sana kisa hichi cha Zaid na Zainab. Na baada ya hapo sasa, baada ya kisa kile ndipo Zaid ndoa yake ikaharibika. Baadaye Zaid akampa talaka Zainab na Muhammad akamuoa Zainab, na baadhi ya wale wa masahaba wa Muhammad wakanungunika sana. Ndipo Muhammad kwa mujibu wa anachokileta baadaye akashusha aya kadhaa ambazo katika aya hizo kwanza ziliharamisha Waislamu kuasili watoto. Hilo la kwanza lilitokea, lakini pia likafungua mlango wa Muhammad kuoa wanawake ambao kabla ya hapo ilikuwa hairuhusu. Lakini pia katika aya hiyo, kwa mfano sura ya 33 aya 37 inaelezea wazi jinsi Muhammad anahalalishiwa na Allah kuhusu yeye kumuoa huyu Zainab, na kwamba kwa mujibu wa kisa kilivyokuja ni kwamba Muhammad anaruhusiwa na Allah kwa sababu kuna watu chungu nzima kabla yake ambao walikuwa wanatamani kuoa waliokuwa wake za watoto wao wa kuasili, na kwamba hili lilifanywa na Allah ili kufungua milango kwa wengine, kitu ambacho ukiangalia, tuseme jambo hili lingelikuwa, kwa mfano Uislamu ungelikuwa ni imani sawasawa na imani zinazokwenda kabla yake. Kwa mfano katika Agano la Kale na Agano Jipya, katika Agano la Kale unaposoma katika amri 10 za Mungu, hii ilikuwa ni moja kwa moja Muhammad amevunja amri 10 ya Mungu kwamba usimtamani mwanamke wa jirani yako, ni moja kwa moja. Na hata Bwana Yesu pia alipokuja alizungumzia wazi wazi kwamba tokea mwanzo Mungu aliumba mwanamke na mwanamume na wote wataiacha wazazi wao, watakuwa mwili mmoja. Na akasema yoyote anayemwacha mwanamke na kwenda kuoa mwingine anazini, na yule anayemuoa mwanamke aliyeachwa naye pia anaingia katika maisha ya zinaa. Kwa hiyo Muhammad, kwa mujibu wa standard za Mungu wa kweli ambayo Waislamu wanasema, Wakristo na Waislamu wanasema sote tunaamini Mungu mmoja, hili pia ni doa kubwa kwamba Muhammad alikuwa akiishi maisha ya zinaa. Kama kweli Allah ndio Mungu wa kwenye Biblia, hili nao pia ni doa kubwa. Sasa hichi kisa kama nilivyokuambia, hichi kisa cha Zainab bint Jahsh utakisoma kama nilivyosema katika Al-Tabari juzuu ya 22 kurasa ya 10 mpaka 15. Utakiona pia katika Ibn Kathir juzuu ya 16 kurasa ya 424 mpaka 430. Na unaona pia katika hadithi, kwa mfano takusomea hadithi ya Al-Bukhari, hadithi namba 4787. Nitakusomea hadithi kadhaa hapa za Bukhari, lakini utaweza kuipata katika Bukhari 4787. Sasa vyote hivyo vinaelezewa kuhusu kisa cha hichi Muhammad na ndoa ya huyu. Kwa hiyo ndoa zake nyingi Muhammad zilikuwa zina ukakasi mwingi. Kama nilivyokuambia, nimetoa tu visa viwili na kuna visa vingine kadhaa pia, lakini hivi ndio visa viwili vikuu katika maisha yake ya kindoa. Sasa tunataka kwenda katika kitu cha mwisho, tuangalie hawa watu wawili, Isa bin Maryam na Muhammad, hatima yao ya maisha yao, vifo vyao vilikuwaje. Tunataka tuangalie watu wawili. Kwa mfano, unapoenda kusoma Qur'an sura ya 4 aya 157 mpaka 158, tunaona wazi kwa mujibu wa Qur'an kwamba huyo Isa Allah alimwepusha na kifo cha msalabani, akamnyakua, na kwa mujibu wa Waislamu watuamini kwamba alimweka mtu mwingine akafa badala yake. Kwa hiyo Allah na akamchukua alipo yeye juu ya mbingu ya 7. Na tunavyozungumza maana yake, huyo Isa bin Maryam yuko peponi, yuko na Allah. Sasa tukaangalia kisa kuhusu kifo cha Muhammad. Kifo cha Muhammad kinazungumziwa kinaga ubaga namna gani Muhammad alikufa, japo Waislamu wengi hawafahamu kwa undani namna gani Muhammad alikufa. Wanapewa stori nyingi na mashehe kuhusu alikufa hivi, alikufa, lakini ukweli ni kwamba ni rahisi sana. Kulikuwa kuna vita ambayo Muhammad na wafuasi wake walikwenda katika vita ambao maarufu sana inaitwa Khaibar. Katika vile vita
kulitokea mauaji mengi tu. Jeshi la Muhammad likaua Wayahudi wengi, na katika vita vile kuna binti moja ambaye naye alikuwa anaitwa Zainab, lakini huyu yeye alikuwa anaitwa Zainab bint Harith. Huyu alikuwa Myahudi. Sasa Zainab bint Harith, yeye huyu alikuwa ni mwanamke wa Kiyahudi, na katika ile vita mumewe aliuawa na jeshi la Muhammad, baba yake aliuawa na ndugu zake wengi wa karibu wakauawa. Muhammad akamchukua huyu mwanamke akalala naye kingono, na haina uhakika kama ni siku ya pili au siku kadhaa baadaye, huyu mwanamke akampikia Muhammad nyama ya kondoo, na katika kumpikia nyama ya kondoo akamwekea sumu Muhammad, kitu ambacho baadaye huyu Muhammad alikula na ilimletea madhara. Ndicho kilichokuja kupelekea kifo cha Muhammad miaka 3 baadaye, miaka 3 ambayo Muhammad aliishi kwa mateso makubwa sana mpaka alivyokuja kufa. Sasa tutasoma hadithi kadhaa kuhusu kisa hichi. Kwanza tutaanza na kisa kinachozungumzwa katika Bukhari, Sahih Bukhari, hadithi namba 2617, inapatikana katika kitabu cha 51 hadithi namba 49. Amesimulia Anas bin Malik, mwanamke wa Kiyahudi alileta kondoo iliyopikwa kwa ajili ya mtume ambao aliila. Aliletwa kwa mtume na akaulizwa, mtume aliulizwa, je, tumuue? Akasema hapana, Muhammad anasema msimuue. Sasa huyu Anas anasimulia, anasema niliendelea kuona athari ya sumu kwenye kaakaa la kinywa cha mtume wa Mwenyezi Mungu, kwamba ile sumu ilikuwa kali kiasi kwamba huyu Anas anasema aliona namna gani ilivyoathiri kinywa cha Muhammad. Tunaendelea kusoma tena katika kisa kingine katika Sahih Bukhari namba 4428 ambao inapatikana katika kitabu cha 64 hadithi namba 450. Amesimulia Aisha. Sasa ni Aisha anaelezea hichi. Mtume alipokuwa akiugua maradhi ambayo yalimuua, alikuwa akisema, ewe Aisha, bado nahisi uchungu uliosababishwa na chakula nilichokula Khaibar, na sasa nahisi kana kwamba mshipa wa moyo wangu unakatwa kutokana na ile sumu. Haya ni mateso ambayo Muhammad alikaa nayo miaka 3 mpaka yakaja kumuona. Aisha anasema wazi kwamba ndio maradhi yaliyomuua, kwamba baada ya kula ile sumu Muhammad aliugua muda mrefu, mwishowe akaja akafa. Tunasoma pia kisa hiki safari hii tutasoma kutoka kwa Bukhari. Tutasoma kwanza kwa Anas tena. Huyu anayeripoti hadithi hii inatoka katika Sahih Muslim hadithi namba 2190A ambacho kinapatikana katika kitabu cha 39 Sahih Muslim hadithi namba 59. Anas anaripoti kwamba mwanamke mmoja wa Kiyahudi yule Zainab alikuja kwa mtume wa Mwenyezi Mungu akiwa na nyama ya kondoo yenye sumu, naye akala kati ya kile alicholetewa, yani Muhammad alikula. Madhara ya sumu yaliyompata, akamwita na kumuuliza kuhusu hilo. Ndipo akasema, nilidhamiria kukuua. Yani yule mwanamke wa Kiyahudi alisema kwamba nilidhamiria kukuua. Hapo akasema mtume, sasa Mwenyezi Mungu hatakupa uwezo kulitekeleza. Hapa Muhammad anamjibu yule mwanamke wa Kiyahudi kwamba Mwenyezi Mungu hatakupa uwezo wa kulitekeleza. Yeye alisema, msimuliaji sasa wa hichi kisa, kwamba wao, yani masahaba, walimuuliza, je, tumuue? Hapo akasema hapana. Akasema, sasa huyu Anas anasema, niliona madhara ya sumu kwenye kimeo cha mtume wa Mwenyezi Mungu, kwamba ile sumu ilivyokufa kiasi kwamba hata huyu Anas aliweza kuona namna gani kimeo cha kwenye koo ya Muhammad kilivyodhurika kwa sababu ya ile sumu. Tunakwenda kusoma kisa kingine cha kutoka katika Sahih Bukhari ya hadithi namba 3169. Inapatikana katika hadithi kitabu namba 58 hadithi namba 11. Safari hichi ni kisa kinasimuliwa na Abu Huraira, mojawapo ya wasimulizi wakubwa katika hadithi. Sasa hii hadithi ni ndefu, nitasoma kipande cha mwanzoni na chini ambacho nataka kukuelezea kilichotokea, na muhimu sana hapa tujue. Kama nilivyokuambia mwanzoni, katika hii hadithi ya Sahih Muslim tunaona kwamba Muhammad anamjibu kwamba Mwenyezi Mungu hatakupa uwezo kulitekeleza, lakini kiukweli Muhammad alikosea hapo, kwa sababu Mungu alimpa uwezo, huyu Mwenyezi Mungu alimpa uwezo kutekeleza. Sumu ile kamdhuru na akafa kutokana na madhara ile sumu. Kwa hiyo Muhammad alidhania Allah atamlinda, hakumlinda. Naendelea kusoma hiki kisa cha Sahih Bukhari. Kama nilivyokuambia ni kirefu, lakini nitasoma kipande cha kwanza cha juu alafu nitasoma kule chini. Amesimulia Abu Huraira, wakati Khaibar ilipotekwa
kondoo, yani nyama ya kondoo aliyetiwa sumu alipewa mtume kama zawadi na Myahudi. Mtume akaamuru, wakusanyeni Wayahudi wote waliokuwepo hapa mbele yangu. Mayahudi wakakusanywa na mtume akawaambia. Sasa kuna mazungumzo mengi, mtume anakuwa na mazungumzo pale baina ya yeye na wale Wayahudi waliokusanywa, lakini kule mbele tunaona jambo fulani linaendelea. Kisha akawauliza, je, sasa utaniambia ukweli nikikuuliza swali? Maana hapa Muhammad anamhoji yule mtu katika wale Wayahudi ambao alimpa sumu, ndio yule mwanamke anaitwa Zainab. Akasema, ndiyo ewe Abu al-Qasim. Akauliza, je, umemtia sumu kondoo huyu? Akasema, ndiyo. Akauliza, ni nini kilikufanya ufanye hivyo? Akasema, tulitaka kujua kama wewe ni mwongo tutakumaliza, na kama ikiwa wewe ni nabii basi sumu haingalikudhuru. Kwamba huyu Myahudi anasema kulikuwa kuna sababu mbili anataka kuangalia. Kama wewe ni muongo, wewe ni nabii uongo, basi hii sumu itakumaliza, na kama wewe ni nabii basi hii sumu itakudhuru. Ndio hadithi hii Bukhari 3169 inavyosema. Na kimsingi hili walitaka kulijaribu, walipata jibu, kwa sababu mambo mawili yalitokea. Sumu ilimdhuru Muhammad, la kwanza, lakini pia ilikuja ikamuua. Kwa maana hiyo Wayahudi hawa walichokijaribu walipata jibu kwamba Muhammad ni muongo, kwa sababu sumu ile ilimdhuru na baadaye ikaja kumuua. Sasa kama nilivyokuambia, tunapoangalia hapa tunaona mambo mengi. Hadithi hizi pia unaweza kusoma kwa mfano katika Abu Daud, Sunan Abu Daud, hadithi namba 4498, Abu Daud huyo 4509. Ukienda kusoma kwa mfano katika Ibn Saad katika maandiko yake ya kitabu Al-Tabakat Al-Kabir katika kurasa ya 101 mpaka 114, kisa hichi kinaelezewa kwa urefu sana cha namna gani nini kilitokea kwa Muhammad alivyopewa sumu. Al-Tabari naye pia anakiandika katika Tarik al-Rasul wa al-Muluk, ile juzuu yake ya 8, anakizungumzia kwa urefu sana. Kimsingi ninachojaribu kuonyesha hapa ni kwamba wakati Isa bin Maryam anataka kuuawa msalabani, Allah alimnusuru na akamnyakua mwili na roho, akampeleka kwenye juu ya pepo ya 7 ambaye yu hai hivi tunavyozungumza kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu. Muhammad yeye alikufa na sumu, Allah hakumnusuru. Na kuna visa vingi ukivisoma katika hadithi tunaona, kwa mfano Aisha anazungumza, alijaribu kumwombea sana Muhammad apone, hakupona. Na Muhammad mwenyewe pia alimuomba sana Allah amnusuru na kifo, hakumnusuru. Na nitakuja kuelezea hasa nini sababu kwa nini Allah alimruhusu Muhammad afe kwa sumu, na hasa kile kisa ambacho anatukisema alipokuwa Aisha anaposema kwamba na sasa nahisi kana kwamba mshipa moyo wangu unakatwa kutokana na ile sumu. Hii ni statement nzito sana. Kwa unayefuatilia video hii utakuja kuelewa kwa nini Allah aliruhusu hichi jambo litokee. Kimsingi tunajaribu kufanya tamati tu ya kipindi hiki ni kwamba tunaona kabisa Isa bin Maryam ni mkuu kwa kila namna mbele ya Muhammad, kuanzia katika kuzaliwa kwake, wazazi wake, maisha yake, jinsi alivyoishi, hakuwa na dhambi, alikuwa mkamilifu, mtakatifu, mpaka Allah anamnusuru na kifo. Muhammad huku alikuwa na maisha ambayo kwa kweli huwezi kuyaita kwamba ni maisha ya kitakatifu. Huwezi kuyaita maisha ya kitakatifu. Hata anapofika pahala Myahudi anakuja kumpa sumu, Allah hakumnusuru pia. Anakuja kufa kifo cha mateso makali, kitu ambacho tunamuona Isa bin Maryam anaepushiwa. Maana yake nini? Tunapokuja kusoma katika Qur'ani kwamba Allah anamnyanyua Muhammad na kumuonyesha kwamba huyu ndio mtu wa mifano kwa wanadamu, mfano bora, ndio kipenzi katika manabii wake, tunajiuliza viwango vya Allah ni vya namna gani? Hili ni jambo la kulitafakari, ndugu yangu Muislamu. Najua baadhi yenu mkiona video zangu katika nyinyi Waislamu mnakasirika sana. Mimi nawaambia tu, kazi yangu mimi ni kusoma hadithi hizi, na wengi wenu hadithi hizi hamzijui. Huu ni ukweli, au kama mnazijua mmehadithiwa tofauti na ambavyo tunavisoma. Mimi nasoma hizi hadithi kama zilivyo. Kama unaamini nakosea, weka komenti yako hapa na nitawaambia
Hakuna hata Muislamu mmoja ambaye amewahi kuchallenge hadithi ambazo nimezisoma humu. Wanakuja kupindisha maana, wanaleta tafsiri, lakini hakuna ambaye amewahi kusema hadithi hii ni ya uongo. Hakuna hata mmoja mpaka leo. Hakuna ambaye amewahi kuja kunichallenge katika channel hii kusema kwamba umeisoma hadithi hii ni ya uongo. Hakuna. Na kama nilivyosema tokea mwanzo nafungua hii channel, nitajitahidi sana nisome hadithi sahihi tu ambazo Waislamu hamuwezi kuzipinga. Na hizi leo nimezisoma zote. Nimesoma hadithi hapa zimetoka kwa Sahih Bukhari na zimetoka kwa Sahih Muslim tu. Sahihi hadithi ambazo ziko juu kabisa katika kuaminika. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaye Yesu Kristu mkamilifu, Mungu aliyeshuka akafa msalabani kwa ajili ya kutupa wokovu, Mungu mwenye huruma, mwenye upendo wa kweli, mwenye kufundisha katika mambo ambayo ni sahihi. Yeye mwenyewe ni mfano halisi wa namna gani mwanadamu unaweza kuishi. Na anatuambia hatuwezi sisi wenyewe kwa matendo yetu kupata wokovu. Ndio maana akafa msalabani kutukirimia neema na rehema ya wokovu hii. Tunaye Bwana Yesu. Tunaye mkombozi wetu. Huwezi kuishi maisha kama Muhammad ukaipata pepo. Japo Allah anatuambia tumfuate kama mifano. Huwezi kuishi maisha ya Muhammad ukafika peponi. Haiwezekani. Haiwezekani. Maisha yake hayafai kuigwa kama mwanadamu. Kwa sababu ukiiga maisha yake hata kwa watu waliokuzunguka ni tatizo. Fikiria kwa mfano leo hii wewe uanze kuoa wakeza wengine na nini, ni tatizo. Huwezi kuweka mfano wa Muhammad ukawa mtu wa maana mbele ya society. Huu ni ukweli usiopingika. Fikiria nini kilimpeleka Muhammad kwa mwanamke mtoto wa miaka 6? Nini kilimvutia pale? Ukisoma hadithi anasema alipata njozi. Haingii akilini. Kilimpeleka nini? Na ukisoma katika Biblia unaona Mungu alivyoumba Adamu na Eva aliwaambia nendeni mkaijaze dunia. Ndio kusudio la ndoa kwa mujibu maandiko. Kusudio lile la kumuoa mtoto wa miaka 6 Muhammad lilikuwa ni nini? Hakuna uwezekano wa kuzaa na mtoto wa miaka 9. Na visa vingine vingi vya ajabu. Siko hapa kumkashifu Muhammad, niko hapa kukueleza ukweli ulivyo. Wengi wenu katika Waislamu huwa hamwezi kutafakari ya mambo. Kaeni kimya kimya, haya ni mambo ya kila mtu na binafsi yake, ayatafakari, aamue sasa. Mfano upi bora wa maisha? Nimemchagua tu Isa bin Maryam, lakini nikimuinua Bwana wetu Yesu Kristo, Muhammad hastahili hata chembe kufananishwa na Yesu Kristo wa Nazareth. Hata Yohana Mbatizaji mwenyewe alisema yuwaje mtu mbele yangu ambaye mimi sistahili hata kufungua gidamu za viatu vyake. Kwa sababu katika desturi za Wayahudi wakati ule ilikuwa ni watumwa ambao wanafungua viatu vya mabwana zao au wale mabosi wao. Lakini yeye Yohana Mbatizaji ambaye nyinyi mnamuita Yahaya alisema sistahili hata kuwa mtumwa wake ambaye anafungua gidamu za viatu vyake au kamba za viatu vyake. Hii ndio namna gani Bwana Yesu alivyokuwa mkuu mbele ya wote. Lakini huyu Allah anatuletea Muhammad. Mimi nakuachia hiyo. Bwana Yesu anasema hivi, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Tafakari ndugu yangu Muislamu, nafasi unayo, chaguo ni lako. Asante.